Ndugu wanahabari, serikali imeendelea kuimarisha huduma za utoaji wa mikopo ya elimu ya juu ili kupanua fursa za vijana kupata elimu katika vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu. Ndani ya siku 100 za mwanzo wa muhula wa pili wa serikali ya awamu ya 8, jumla ya wanafunzi 8957 wamenufaika na mikopo ya elimu ya juu ikilinganishwa na wanafunzi 8870 waliopata mikopo mwaka 2024. Hatua hii inaonyesha mwenendo chanya katika kupanua wigo wa wanufaika na ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo imeelekeza kufikia wanafunzi 20,000 wanaonufaika na mikopo ya elimu ya juu ifikapo mwaka 2030. Ndugu wanahabari, serikali kupitia bajeti ya 2025-2026 itaendelea na juhudi za kuimarisha sekta ya elimu katika maeneo mbalimbali ili kuweza kutoa elimu bora kwa vijana wetu na hatimaye kufanikiwa kutimiza malengo ya dira ya maendeleo ya 2050. Maeneo vipaumbele yanayoendelea kutekelezwa kupitia bajeti 25-26 ni pamoja na yafuatayo. Kwanza, ujenzi wa madarasa 1008 yakiwemo madarasa katika skuli za ghorofa 18 na skuli za chini, pamoja na ukamilishwaji wa madarasa yanayoanzishwa kwa nguvu za wananchi. Ujenzi wa dahalia 16 katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar. Kuendelea ujenzi wa kampasi ya kudumu ya chuo cha teknolojia cha India Zanzibar ITM ikijumuisha ujenzi wa jengo la madarasa pamoja na nyumba za walimu. Kuendelea na hatua ya utanuzi wa chuo cha Suza kupitia majengo 7 muhimu yakiwemo jengo la utawala, skuli ya elimu na lugha, kituo cha wanafunzi, nyumba za wafanyakazi pamoja na viwanja vya michezo. Mradi huu ni sehemu ya utekelezaji wa mpango mkuu master plan wa uimarishaji wa Suza. Ujenzi wa jengo la ukumbi wa mikutano wa kisasa wenye uwezo wa kuchukua watu 1500 katika taasisi ya sayansi na teknolojia ya Karume. Serikali imepanga pia kununua vifaa vya kisasa kwa ajili ya kuanzisha Smart Classroom 25, Interactive Classroom 2, STEM Lab 2 na AI Computer Lab 2, sambamba na laptop 4000 kwa wanafunzi, desktop 2000 kwa maabara, desktop 500 kwa walimu wakuu wa skuli za serikali na Smart Blackboard 25. Hatua hii zinalenga kuimarisha zaidi ufundishaji wa kidijitali na mazingira ya kielimu kwa walimu na wanafunzi. Jumla ya taasisi 74 za kielimu zimepangwa kuunganishwa na mkonga wa taifa. Serikali imepanga kuajiri jumla ya walimu 1800 ili kukabiliana na uhaba wa walimu katika baadhi ya skuli pamoja na kupata walimu katika skuli mpya zinazoendelea kujengwa katika maeneo mbalimbali. Ndugu wanahabari, kwa ujumla mafanikio yaliyopatikana katika siku 100 za mwanzo za muhula wa pili wa serikali ya awamu ya 8 yanaonyesha dhamira ya dhati ya serikali katika kuendelea kuimarisha sekta ya elimu nchini. Hatua zilizochukuliwa katika kuimarisha miundombinu ya elimu, utekelezaji wa mitaala, matumizi ya tehama pamoja na kuimarika kwa ufaulu wa wanafunzi zinaashiria mwelekeo sahihi wa sera na mipango ya serikali katika kuboresha elimu kwa manufaa ya taifa letu. Serikali itaendelea kusimamia kwa karibu utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na mipango ya maendeleo ya sekta ya elimu ili kuhakikisha mafanikio haya yanaendelezwa zaidi katika kipindi kijacho. Mwisho kabisa, napenda kuwashukuru sana nyinyi waandishi wa habari kwa ushirikiano wenu mzuri katika kufanikisha taarifa hii kwa wananchi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.